yule ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho asinyesheleze maji yake katika mmea mwingine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Muhibu Hassan. Swali langu hapo kwa shehe, yupo jirani yangu pale alioa. Kuna na jirani yangu alioa. Lakini baadaye kaja kugundulika kwamba mke alomuoa alikuwa mjamzito, na ule ujauzito haukuwa wa kwake. Wa kwake nani? Wa mtu mwingine tu. Sasa swali langu ni kwamba vipi ile ndoa iliswihi au haikuswihi? Kwa madhehebu ya Imam Shafi imeswihi ma'al karaha, lakini imeswihi ili mradi tu iwe ndoa hiyo mimba iwe ni ya zina. Sijaelewa hapo. Mimba hiyo uko ilipotoka ilikuwa ya mume au ya mchepuko? Ya mchepuko, kwa sababu ndoa imeswihi. Ndoa imeswihi. Ikiwa ndoa hiyo mimba ni ya mume, ima itakuwa bado huyo mke yupo katika ndoa au aliachwa na mimba na hatoruhusika kuolewa mpaka ajifungue, kwa sababu ndio eda yake inakoma. Imeeleweka vizuri? Sawa. Au sawa, nimekuelewa. Ikiwa ni ya mtu, mimba ile ni ya zina, mimba ni ya, kwa kauli upande wa madhehebu ya Imam Shafi, mtu anaweza kuolewa hasa kwa sasa sisi, kwa sababu ingekuwa wakati ule huyo haoleki isipokuwa apitishwe hadi baada ya kufanyaje, ya kujifungua. Lakini sasa sisi ndio tunakwenda hivyo. Mungu atuhifadhi. Sasa tunafanyaje? Ni kwamba anaoleka. Sawa. Nashukuru. Na wanasema anaoleka na anaingilika, lakini mimba hiyo ijulikane sio yake. Sawa. Lakini kama ilikuwa ni mimba ambayo kaipata mbilini kwake kwa mumewe huko, kisha akamuacha ilhali ana mimba, hawezi kuoleka huyu, kwa sababu anakuwa bado yupo katika eda, na eda ya mama huyu inakuwa inaendelea mpaka atakapojifungua. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadhana hamlahunna, Qur'ani inasema hivyo. Wanawake wenye mimba muda wao wa eda ni kuzaa mimba zao. Wallahu a'lam. Sasa kama inaswihi, yule mtoto pale anakuwaje? Anakuwaje? Na sura na miguu na tumbo, au anakuwaje? Wa nani? Mtoto wa nani pale? Wa yule mama. Wa yule mama. Baba amuhusu. Sio baba huyu wala yule baba wa huko kwa Mpalange, pia amuhusu wa huyu mama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu fi zar'i ghayri. Hii ndio hadithi ambayo al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala amesimamia na akaitolea maelezo marefu kabisa katika kitabu chake Zadul Maadi. Yule ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho asinyesheleze maji yake katika mmea mwingine, kwa maana kwamba mwanamke ana mimba alafu unyesheleza maji yako katika mmea wa mwenzako, haramu. Sasa ufafanuzi ukaja hapo, khilafu ipo la shaka, lakini kauli iliyo rajih ni kwamba haifai kumuoa mwanamke mwenye mimba na ndoa haitasihi. Na akataja baadhi ya hadithi na baadhi wanaochuona wanasahihisha hadithi hiyo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtenganisha mtu na mkewe kwa kuwa alimuoa mwanamke huyo akiwa na mimba, kawatenganisha, ndoa ile ikavunjwa. Kwa hiyo ndoa haitasihi. Sasa masala yanayozalikana hapo, kama ndoa haikusihi na pengine mtu alioa hivyo kwamba ni yeye ndiye alimtia mimba yule mwanamke, sasa akaona kustiri aibu amuoe, au katiwa mimba na mtu mwingine, sasa yeye akaambiwa amuoe amsitiri, pengine katika jamaa zao kustiri aibu, au hakujua kwa mwanamke huyo alikuwa na mimba, au ajua lakini kutokana na mapenzi yake na mahaba yake kwa mwanamke huyo akaona amuoe hivyo hivyo.
suala linalokuja hapo, wakiishi kwenye ndoa ile kwa muda wote huo, wakazaa watoto, kisha wakajua ukweli uko vipi, kwa maana kwamba ni jambo la makosa, jambo la haramu na ndoa haikusihi, je, muda wote walioishi wamezini? Swala la kwanza. Swala la pili, nini hukumu ya watoto waliozalikana katika ndoa ile? Sawa. Masala ya mtu kutokujua, akafanya jambo kwa kutokujua, na hasa katika masaili yana khilafu ndani yake, na pengine mtu akaona kwamba vile alivyokuwa akifanya afanya wema, kwamba stiri, kama ikiwa ndio hivyo, masala yalivyo ni kwamba hakuwa amefanya haramu kama ikiwa hajui. Mtu amefanya jambo akiwa jahilan, kwa jahalan, kwa kutokujua, hakuwa amefanya haramu. Na hasa zitakapokuwa fatwa za watu wa mji huo zimejengwa juu ya jambo hilo, yani kuna baadhi ya mashaikh pengine msimamo wao ni kutokuona haramu jambo hilo, lakini kwenye makosa wa mashaikh wenyewe, na yeye ni ammi, anawauliza wenye elimu wakidhani kwamba wanayo elimu, kumbe hawana katika jambo hilo, alikuwa amepewa udhuru katika hilo. Kwa hiyo haambiwi kwamba amefanya haramu muda wote, ile itakuwa inahesabika ni watu wa shubha. Na watoto watakaozalikana katika ndoa ile ni wake, ila ile mimba ile, mtoto yule si wake yeye, maadamu amemuoa mwanamke yule alikuwa ana mimba, mtoto yule si wake, atanasibishwa na huyo alimtia mimba, kama atamkubali yeye huyo mtu, au kama hatumkubali huyo mtu kwa fatwa ile. Maelezo ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na maelezo ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, kama hakumkubali atanasibishwa na mama yake, atanasibishwa kwa babu yake mzaa mama, na yeye nasabu yake itakuwa itapita huko, sawa. Kwa hiyo watoto hao wengine watakuwa ni wake yeye, hao waliozalikana sasa katika hii ndoa wote watakuwa ni wake, kwa sababu ni watu wa shubha. Ama kufanya mtu kufanya jambo hili akiwa ajua hasa, atakuwa pata dhambi na ni haramu jambo hili, kwa kauli iliyo na nguvu, kauli iliyo na nguvu. Na haya ni katika mambo ya mushtabihat, mambo ya mushtabihat hayako wazi moja kwa moja, kwa sababu kuna kauli zinakinzana katika hili. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, imekuja kwa lafdhi hilo, alfadhi nyingine la ya'lamuhunna kathirun minan nas, wengi hawayajui. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: أولا، jambo la kwanza kabisa, idha tamma al-aqdu wal mar'atu hamilun, itakapotimia ndoa na mwanamke ni mjamzito, min az-zina, kutokana na zina, fa inna al-aqda la yasihhu, hakika ndoa haisihi. Wa huwa madhhabu al-malikiyya wal hanabila, na haya ndiyo madhehebu ya Malikia na ndiyo madhehebu ya Hanabila. Wa dhahaba al-hanafiyya wa shafi'iyya, na wamekwenda na qaul Hanafiyya na Shafi'iyya ila annahu yajuzu nikahu al-hamil, juu ya kuwa inafaa kumuoa mjamzito min az-zina, kutokamana na zina, liannahu la hurmata lima'i sifa, kwa sababu hakuna uharamu katika maji ya uzinifu. Lakin idha tazawajaha ghairu man zana biha, lakini atakapomuoa huyo mwanamke kinyume na yule aliyezini naye, fala yahillu lahu wat'uha, haifai, si halali kwake yeye kumwingilia, hatta tadaa, mpaka atakapojifungua huyo mwanamke. Lihadith, wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja inda al-Imam Abi Daud rahimahullahu ta'ala, hadithi nambari 2157. Kadhalika imekuja inda al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, hadithi nambari 1564, na hadithi hii ameisahihisha al-Imam al-Allamah al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahih Abi Daud. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema: la tuta
hamilun, haingiliwi mwanamke mjamzito ambaye amepata ujauzito kutokamana na uzinifu, hatta tadhaa, mpaka pale atakapojifungua. Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqulu yawma Hunain, mtume amesema, alizungumza haya maneno siku ya Hunain, la yahillu limri'in, si halali kwa mtu, yu'minu billahi wal yawmil akhir, mwanaume ambaye anamuamini Allah na anaamini siku ya mwisho, an yasqiya ma'ahu, yeye kunyeshelezea maji yake, zar'a ghairihi, katika shamba la mwingine asiyekuwa yeye, yani itiyana alhabala, haifai, si halali kwa muislamu mwanaume anayemuamini Allah na anaamini siku ya mwisho kumwekea maji yake ya manii mwanamke mjamzito ambaye ametokamana na ujauzito wa uzinifu. Na hadithi hii hasanahu al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, amehasanisha al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih Abi Daud, katika sahih Abi Daud. Sasa wanasema ahlul ilmi, fa idha aqarrat al-mar'atu, pindi atakapokiri mwanamke, annaha kanat hamila, ya kwamba yeye huyo mwanamke alikuwa ni mjamzito, inda al-aqdi, wakati wa kufungua ndoa, fannikahu mukhtalafun fihi, basi hiyo ndoa ni ndoa ambao yenye ikhtilafu ndani yake, kama taqaddama, kama ilivyotangulia. Wal ahwatu, na kauli iliyokuwa kati na kati yenye usawa, an yuada al-aqdu al-an, ni kurejewa ile ndoa hivi sasa, baada ya kutambulikana kwamba aliolewa huyu mwanamke akiwa ni mjamzito, basi papo hapo inatakiwa kufungwa ndoa upya. Fayaqiduhu waliyul mar'a, hivyo ataifungisha hiyo ndoa wali wa mwanamke, au wakiluhu, au wakili wake huyo mwanamke, lizauji, kwa yule mume, fi wujudi shahidaini, tena katika uwepo wa mashahidi wawili. Fayaqulu alwaliyu, atasema wali wa binti, zawajtuka binti fulana, nimekuozesha binti yangu fulana. Wayaqulu arrajul, na atasema yule mwanaume muoaji, qabiltu zawaj, nimekubali ndoa, min bintika fulana, kutoka kwa binti yako fulani. Hilo ni jambo la kwanza. Thania, jambo la pili, au al-auladu mansubuna ila zawji, wale watoto wale waliopatikana baada ya kutambulikana kwamba huyu mwanamke aliolewa akiwa ni mjamzito, yule mwanaume akawa hajui, kisha baadaye wakapatikana watoto, hawa watoto watanasibishwa na nani? Ahlul ilmi wanasema al-auladu mansubuna ila zawji, wale watoto watanasibishwa na mume, wale watoto waliopatikana watanasibishwa na mume. Kwa nini? Liannahum nataju an nikahi mukhtalafa fi sihhatihi, kwa sababu wao wamepatikana hawa wanawake, liannahum nataju, kwa sababu hawa watoto wamepatikana an nikahin mukhtalafin, kutokamana na ndoa yenye ikhtilafu ndani yake, fi sihhatihi, katika usahihi wake ilikuwa haujulikani usahihi wake, bal yunsabu al-auladu ilayhi, hivyo basi watoto hunasibishwa kwake yeye huyu mwanaume. Walau kana nikah, hata kama itakuwa nikah, muttafiqan ala butlanihi, ni yenye kuwafikiwa juu ya kubatilika kwake, kwamba wameafikiana ahlul ilmi kwamba ndoa hii ni ndoa batil, au waislamu wameafikiana kwamba ndoa hii ni ndoa batil kwa sababu ilifungwa na mwanamke akiwa ni mjamzito, lakini watoto watakaopatikana baada ya hapo, hawa watanasibishwa na baba, maadama zawju, muda wa kuwa yule mume qad wata'a fihi, aliingilia katika hiyo ndoa, mu'taqidan sihhatahu, hali ya kuwa ni mwenye kuitakidi usahihi wake, yani alimuingilia yule mwanamke huyo mwanaume akiwa ni mwenye kuitakidi kwamba ndoa hii ni ndoa sahihi. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أمسيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن المسلمين متفقون، حقيقة وإسلام ووت ونافقيان، على أن كل نكاح جو يكوى كلا ندوى اعتقد الزوج أمبيو أميتكيد مومي أنه نكاح سائغ، يكوى هي ندوى جائز إن كفا، إذا وطأ فيه، pindi atakapoingilia ndani yake na atakapofanya kitendo cha jimaa ndani yake, ndani ya ndoa hiyo, fa innahu yalhaquhu fihi waladuhu, hakika yake si vinginevyo wanakutanishwa naye watoto wake, maana watoto hawa wananasibishwa na baba, wayatawarathan, na hawa watu wawili wanarithiana, yani baba anamrithi mtoto na mtoto anamrithi baba, biittifaqi almuslimin, kwa makubaliano ya waislamu wote. Wa in kana dhalika nikah, hata kama itakuwa hiyo ndoa batilan fi nafsi al-amr, ni ndoa ambayo ni batil katika nafsi ya jambo, katika wakati huo sasa ndoa ni batil biittifaqi almuslimin, lakini watoto watanasibishwa kwa baba, na baba atamrithi mtoto na mtoto atamrithi baba.
Wakadhalika almuslimu aljahil, na hivyo hivyo kwa muislamu ambaye ni mjinga jahil, hajui hukumu za sharia ya Uislamu. Lau tazawaja imra'atan fi iddatiha, lau atamuoa mwanamke akiwa katika idda yake, amemuoa mwanamke na huyo mwanamke bado yuko katika idda yake, kama yafalu juhalul a'rab, kama vile ambavyo wanavyofanya watu wajinga wa Arabu huko juhalul a'rab, kisha wawataaha, kisha akamwingilia huyo mwanamke, ya'taqiduha zawja, lakini akiitakidi kwamba huyu ni mke, kana waladuhu minha yalhaquhu nasabuhu, itakuwa yule mtoto wake ambaye ametokamana na huyo mwanamke atakuwa anaunganishwa naye katika nasabu, kwamba huyo mtoto ananasibiana na baba yake, wayarithuhu, na huyo mtoto atamrithi yeye, biittifaqi almuslimina, kwa makubaliano ya Waislamu. Wa mithlu hadha kathir, na mfano wa hili yako mengi sana. Fa inna thubuta an-nasab, kwani hakika kuthubutu kwa nasabu, fa inna thubuta an-nasab, hakika kuthibiti kwa nasab, la yaftariqu ila sihhati nikahi, hilo halihitaji usahihi wa ndoa, fi nafsi al-amri, katika nafsi ya jambo, katika wakati huo, bali walad lilfirash, bali mtoto ni wa kitanda, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, alwalad lilfirashi, mtoto ni wa kitanda, walil'ahir hajar, na yule mzinifu wa kiume atabibajiwe. Waman nakaha imra'atan, na yule yote atakayeoa mwanamke, waman nakaha imra'atan, na yule yote atakayemuoa mwanamke nikahan fasida, akamuoa ndoa mbovu, ndoa iliyoharibika, muttafiqan ala fasadihi, ndoa ambayo wameafikiana ahlul ilmi juu ya kuharibika kwake, au mukhtalafan fi fasadihi, au wamekhtalafiana wanawachuoni katika kuharibika kwake hiyo ndoa, fa inna waladahu minha, hakika mtoto wake huyo mwanaume kutokana na huyo mwanamke, yalhaquhu nasabuhu, anaungana nayo nasabu yake inaungana naye huyo baba, wayatawarathani, na wanarithiana hao watu wawili, yani baba anamrithi mtoto na mtoto anamrithi baba, biittifaqi almuslimin, kwa makubaliano ya wanawachuoni wote. Intaha kalamu Sheikh al-Islam, yameisha hapa maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, min majmu'i al-fatawa, kutoka katika majmu'i al-fatawa mjalladi wa 13 kurasa namba 34. Wallahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.